swali la mwisho, mnatoa nini kwenye hii 50 kwa upande wenu kama Young Africa, kwa sababu mna ardhi nje ya ardhi ambayo ndio mwekezaji amekuja kufadhili mradi, mtatoa kitu gani mpaka mchukue 50 kwa 50? Asante. Asante. Nakushukuru, swali zuri. Nirudie kidogo katika ile briefing ambayo nilifanya mwanzo. Club ya Young Africans ni club ambayo kwa sasa hivi inamilikiwa na wanachama 100%. Na katika umiliki wa wanachama tulikubaliana mabadiliko ya katiba kubadilisha ule muundo wa umiliki wa club. Kwa hivyo tukakubaliana kuwa na 49% za club zitaweza kuuzwa, zitabakia 51%. Huo ni umiliki wa club na wanachama mko hapa. Lazima mtambue club yenu mtaimiliki kwa 51% na 49% zitauzwa kwenda kwa wanachama, kwa wawekezaji. Wanachama, hiyo ni separate project, ni project haihusiani na uwanja. Tofauti. Umiliki wa club na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa club 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote club ya Yanga itakuwa ni majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kwanza kuuza share bado hatujaanza. Kwa hiyo kwa sasa club ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa, club ya Young Africans inahitaji uwanja na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja, upasi kuwa na haki ya kuimiliki club. Kwa hiyo tunatengeneza mfumo wa kuilinda club yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu kuja moja kwa moja kwenye club kwa sababu anamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tukasema hii inapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa Club ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndiyo itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndiyo 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake. Hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Nimekuja swali la Juma. Mchango wa Yanga ni nini na mchango wa mwekezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa hiyo ndio utakuwa mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na mleta fedha, hapo ndio tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa hii kampuni itakuwa ni kampuni mpya tutakayoformulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria, Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kuisajili unatakiwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwenye bodi pale kutakuwa kuna wawakilishi kutoka Yanga, kutakuwa kuna wawakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaomchagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans ni timu ya mpira wa miguu inayohitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo sasa Young Africans italeta biashara ya utumiaji wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huu utakuwa unamilikiwa na taasisi mbili, uwanja huu utakuwa na kila sababu ya kuihudumia Yanga exclusively,
lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Utakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake, itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, kuna shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha linaongeza mapato na matumizi ya uwanja huo, ili sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga anufaike na mapato. Swali lingine, uwekezaji huu ni wa muda gani? Nilisema awali wakati nafanya presentation, kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer, kwamba unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha ule uwanja kwa Yanga. Mfumo huo tulikataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji uendeshe uwanja na sio kwa ajili ya Afrika. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, operate and transfer inakupa fursa ya kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Na niwaambie hesabu za uwanja ziko very tricky. Nikupa mfano. Uwanja wa KMC, matumizi ya uwanja kwa mechi moja ni takriban milioni 6 kwenye mechi moja. Ukisema unampa mtu ruhusa amiliki uwanja baada ya kurudisha fedha zake, haitakuwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe, kwa mfano 6 milioni ya uwanja wa KMC na investment iliyofanyika, ukaimultiply na namba ya mechi utakazocheza, inawezekana operation ya huyo mtu kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tuliona hatuna sababu ya kwenda kwenye build, operate and transfer. Tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga immediately baada ya uwanja kukamilika, na 50% za mwekezaji immediately baada ya uwanja kukamilika. Nafikiri nimejibu maswali. Napenda sana maswali yako. Swali la kwanza ni kuhusiana na nijibu swali la pili ambalo linahusiana na nani anaanza. Serikali imesha sign mkataba na mkandarasi ambao mkandarasi anaanza na mto. Tunajua kuna miradi mitatu inaendelea sasa hivi. Kuna daraja la Jangwani limeshaanza kujengwa, kuna daraja la Kigogo na daraja liko Kinondoni, madaraja matatu yameshaanza. So kinachofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa hivi kupata fursa ya kuanza kujenga mto, na ameshaanza kujenga. Hiyo tunazungumza washa sign na wiki hizi wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama klabu ya Yanga tumepewa, nitakuja kwenye technical parameters, tumeshapewa elevation za hapa ambazo tunatakiwa tu, sababu chini kutakuwa ni mtoni, ukitoka kwenye mto kutakuwa kuna green park ambao watu watakuwa wanatumia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo inakuwa ni level ya pili baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants na uwanja wetu. Kwa hiyo tumepewa elevation ya hapa mahali ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tumeziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujazwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo kwa ufupi, tutaanza sisi sambamba na mradi unavyoendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa zinazoturuhusu sisi kuendelea. Kwa hakutakuwa kuna mgongano wa kiufundi sisi tukiwa tumeanza au wao wakiwa wameanza. Kwa hilo liko la kwanza. Umeuliza swali la pili la right, naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia vizuri. Klabu ya Atletico Madrid ina uwanja, historia yake ya nyuma ilikuwa na miliki uwanja unaitwa Metropolitano, na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao mpya miaka kadhaa iliyopita unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ikajenga uwanja mpya, ukaitwa huo uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment, kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano ikawa ni jina la pili la uwanja huo, likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano.
na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambayo nafikiri inaitwa Riyadh Air, something like that. Kwa hiyo uwanja ukaitwa Riyadh Air Metropolitan, na mkataba ulipokwisha wa naming right wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hauitwi tena hao majina mawili, unaitwa jina jingine. Kwa hiyo klabu ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuliita jina la uwanja wetu, na GSM ambaye ana 50% ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya ownership, na klabu ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya 50% ya umiliki wake. Na you never know, baada ya miaka 2-3 tukiamua klabu ya Young Africans tukaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na standard practice inaonyesha autonomy yake. Kwa hiyo kwa ufupi, 50% ya jina itatoka kwa mwekezaji na 50% ya jina itatoka kwenye klabu ya Young Africans. Maswali yako mazuri sana. Swali la kwanza ni kuhusiana na matumizi ya uwanja. Tunatarajia uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Ukiachilia mbali mpira wa miguu, unaweza kuhost matukio mbalimbali ikiwemo matukio ya kijamii kama matukio ya kidini. Tumeona kwenye viwanja vyetu mihadhara ya Uislamu, mashindano ya Qur'an, lakini tumeona pia mihadhara ya kina mama, tumeona pia mihadhara ya ndugu zetu wa Kristo, tumeona kwaya, mashindano mbalimbali ya kidini. Yote tumepata fursa ya kuyatengenezea platform ya wao kushiriki kwenye kutumia uwanja huu. Kwa hilo ni eneo muhimu. Uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Kama nilivyosema pia, kampuni ambayo itakayokuwa inaendesha uwanja huu itapewa jukumu la kuongeza mapato. Kwa hiyo huwezi kujilimit kwenye football peke yake. Tunatarajia watakuwa na nafasi kubwa ya kuuza huduma za uwanja ili uweze kutumika. Nakumbuka kwenye hilo eneo la matumizi kuna kijana wetu mmoja ambaye ni afisa habari wa klabu ya Young Africans alitoa ahadi ya kwamba harusi yake atakuja kuoa uwanja wa Yanga utakapokamilika, na hii ni fursa pekee ya kwamba tutaruhusu shughuli za kiharusi pia kufanyika kwenye uwanja, na huenda ikawa kama atakuwa tayari anaweza kuwa ni mtumiaji wa kwanza. Sijui kama yuko tayari, I'm not sure, lakini anaweza kuwa ni mtumiaji. Kwa hiyo matumizi ya uwanja yatakuwa bila kikomo. Eneo la pili, uwanja huu utakuwa na quality ya juu sana. Kwenye maeneo ambayo tunayatazamia, tutakuwa na maeneo ya watazamaji wa kawaida, tutakuwa tuna maeneo ya watazamaji ambao ni VIP, kutakuwa kuna maeneo ya VVIP, kutakuwa kuna maeneo ya boxes. Nafikiri muda mchache ujao media unit ya klabu ya Yanga itaweza kuonyesha muonekano wa ndani wa uwanja. Utaona kutakuwa kuna boxes, yani mtu anaweza kuwa na akanunua au akalipia chumba kimoja katika uwanja kinachobeba watu 10, na chumba hicho kitakuwa kina mahitaji yote kuanzia makazi. Utakuta sofa, utakuta television, utakuta counter ya vinywaji, utakuwa na choo cha kwako binafsi, lakini pia utakuwa na uwezo wa kutazama mpira ukiwa hapo ndani, na kioo kikubwa kitakachokupa fursa pia kutazama uwanja ukiwa ndani ya chumba chako. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kutoka ukawa na special set zako hizo za ukuni katika kila box. Kwa hiyo it's a high level, high quality stadium. Lakini pia uwanja wetu utakuwa ni uwanja wenye presidential suite. Kwenye second floor kutakuwa kuna chumba maalum cha marais, wanaweza wakaja kutazama mpira wakiwa salama kabisa. Tumekonsider vitu vingi, kwa mfano kwa watu wenye mahitaji maalum, kutakuwa kuna lift zinazowapeleka watu juu kwa wale ambao watakuwa wanahitaji mahitaji maalum, lakini pia other facilities ndani ya uwanja za kutoa huduma. Nje ya uwanja kutakuwa kuna shops za kuuza vifaa mbalimbali, kutakuwa kuna money services kama transfer za kibenki na ATM, kutakuwa kuna restaurant, sehemu za chakula zitakuwepo. Kwa hiyo uwanja huu unabeba vitu vingi na dhamira kubwa ni kuhakikisha una maximize matumizi yake. Uwanja unaanza kujengwa kesho. Bwana Sheria, uwanja huu unaanza kujengwa kesho. Wanatoa sauti haitoshi hapo. Uwanja huu utaanza kujengwa kesho. Mwanasheria hapa,
kinachohitajika tumesha saini leo. Kinachohitajika hapa ni kuomba vibali na kuanza kufanya kazi. Wale ambao wanatumiza uwanja kwenye kupaki watafute option nyingine. Lakini la pili, umeuliza kuhusu gharama za uwanja. Gharama za uwanja tuko katika final stages. Tumeshapata gharama za structure, tumeshapata gharama za finishing, tuko katika hatua za mwisho za kukusanya tunasema furnitures na vitu ambavyo vinakuja kuingia kwenye uwanja. Na hii taarifa tutakuja kuitoa rasmi uwanja huu utagharimu shilingi ngapi wakati tunasema makubaliano ya ujenzi wa uwanja na contract. Kwa hiyo yeche nyuma tutakapofika wakati tutataja sasa gharama za ujenzi wa uwanja. Ziko tayari. Estimated cost zinabeba vitu vitatu. Kama nilikueleza kiufupi. Kuna construction cost ambayo tutaieleza tunaposaini mkataba na mkandarasi. Kwa ujenzi kuanzia foundation mpaka jengo linapokamilika. Kwanza construction cost. Alafu kuna equipments and furniture ambazo hizo zinakuja. Zote ni gharama za mradi. Kwa hiyo tutakapokuwa tunakwenda kwenye kila hatua tutakuwa tunaelezea ujenzi, mkandarasi siku tuna sign, wakati anakuja kuingia site tutaeleza gharama za ujenzi. Tutakapofika kwenye commissioning tutaeleza. Kwa hiyo hizi ni stages kwa stages katika kila hatua ambayo tunaenda nayo. Nafikiri tufunge. Nilivyosema ni uwanja wa kisasa. Hakuna mtu atakayekuja pale bila kuwa na siti yake. So utakaa kwenye siti yako, floor yako, row yako, kiti namba kulingana na malipo yako unayofanya. Kwa hiyo na niwaambie wanachama, kuna watu watanunua viti vyao. Najua kuna ndugu yangu Ali hapa, yuko hapa. Na wanachama wengine, unao uwezo wa kununua siti yako kwa msimu mzima. Hakutakuwa kuna interference kwenye gari. Na viwanja vya sasa duniani viko hivi. Unanunua seasonal ticket inayokuruhusu kukaa kwenye kiti chako msimu mzima. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa na facility itakayoruhusu mtu kumiliki either ticket ya msimu au atakapokuwa amenunua kwa maana ya walk-in customer atakuwa na uwezo wa kupata siti yake na sio kukaa random kama viwanja vingine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tutatoa pia fursa kwa taasisi mbalimbali. Katika hizo boxes ambazo mmeziona kwenye mitandao, kampuni inaweza kulipia box mwaka mzima, season nzima, au familia ikanunua season nzima. Katika hiyo box kuna viti 10, maana yake mtakuwa na nafasi ya kuleta watu 10 kwenye kila mechi. Na inawezekana ikawa ni taasisi ya kibenki, inawezekana ikawa mwananchi, kanunua box moja na mkalipia mwaka mzima. Mkawa mnakuja wenyewe na watendaji wenu, partners wenu wa kibiashara wanapata tiketi wako. Kwa hiyo kwenye upande wa siti itakuwa proper seat kulingana na tiketi uliyolipia. Swali lako la pili lilikuwa ni kuhusu other facilities. Ardhi ambayo tunayo inaweza kubeba kiwanja kimoja tu. Kumbuke tuna urefu wa mita 250 kwa upana wa mita 150. Ndio inaleta square mita 37,500. Kwa hiyo tunajenga stadium peke yake. Hakutakuwa kuna annex. Na hii inasababishwa pia na ardhi ambayo tunayo. Nafikiri nimejibu swali lako. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana wanahabari. Tunawashukuru kwa kuja kwenu. Mmekuwa na mchango mkubwa. Juma hayo na wenzako mmekuwa mkiuliza maswali ya uwanja muda mrefu. Nafikiri tumefika wakati mzuri na mchango wenu wanahabari wote kwa ujumla umekuwa ni chachu ya sisi kuendelea kufanya vizuri. Yako maswali yalikuwa kiulizwa, rais aliahidi uwanja unamaliza muda wako, na nafikiri bado muda wako hujakwisha na uwanja tumeanza kujenga. Kwa hiyo ni washukuru wanahabari, kadri mnavyoendelea kuuliza mnatupa na sisi nafasi ya kusukuma vitu vyetu viende, na msiache kuuliza kwa sababu siku zote nafasi yenu kwa jamii ni kubwa kwenye kuleta maendeleo. Kwa hiyo muendelee kufanya kazi yenu vizuri, muendelee kutu challenge. Sisi tuko tayari kupokea maswali, kupokea challenge, na dhamira ni kuhakikisha tunainua mpira wetu kwenda juu. Kadri Young Africans na vilabu vingine zinafanya vizuri, hata nyinyi wanahabari, tasnia yenu pia inakuwa. Kwa hiyo endeleeni kufanya kazi vizuri ili muendelee kusukuma maendeleo ya mpira wa taifa letu. Niwashukuru sana na niwatakie Jumaa njema. Asante.